Na kutoka huko sasa tuelekee hadi kaunti ya Lamu. Viongozi wa kidini na viongozi wa kijamii katika kaunti hii wametoa wito kwa serikali ya kitaifa kuondoa amri ya kutotoka nje, yani kafyu kwa kimombo, na vizuizi vingine vya muda mrefu vya usalama, wakisema vimelemaza uchumi wa eneo hilo na kukiuka haki za wakazi. Mhariri Fredrick Mutireri anaarifu. Mji wa Mpeketoni. Hapa mwaka 2014 kwenye kaunti hii ya Lamu kulikuwa na mashambulizi makali kutoka kwa wanamgambo wa Al-Shabaab ambao waliwatoa nje wenyeji usiku wa manane na kuwapiga risasi hadharani. Usiku huo watu 29 waliuliwa papo hapo, swala lililopelekea serikali kuwatuma majeshi ya Kenya eneo hilo na vilevile kuweka amri ya kutotoka nje. Matukio ya mashambulizi yamekuwa mara kwa mara, ila sasa kutokana na uwepo wa majeshi ya Kenya na maafisa wa usalama kwenye maeneo haya kaunti ya Lamu, hali ya usalama imerejea, ila amri iliyotolewa mwaka 2014 ya kutotoka nje imekuwa ikiongezwa kila baada ya muda. Viongozi wa dini na wa siasa sasa wanasema wamechoka. Ni masaa 9 mpaka 10 tu ndio tunaweza kutembea. Ikisha kufika saa 1 mpaka saa 11 ndo magari haipiti tena wala haitembei. Na hii ni kuhuzunishwa, na rais anajua, na tumemwambia katika vyombo vya habari mara kadha wa kadha. Tunahisi kama wakazi wa Lamu ni kama tunagandamizwa haki zetu za uhuru wa kuweza kutembea anytime kama Mkenya mwingine, kwa sababu shida ya mambo ya usalama yako kila sehemu. Wanasema amri hiyo imeathiri uchukuzi na wekezaji, ambapo wawekezaji wameshindwa kuwekeza katika kaunti hiyo. Ni mwekezaji gani atakuja kuwekeza Lamu akijua 6 to 6 Lamu hakuingiliwi, hakutokewi? Tajiri gani atakuja Lamu aseme mimi nakuja kuinvest Lamu na akijua hapa kuna curfew? Viongozi hao wanasisitiza swala la usalama ni muhimu, lakini lisiwe kigezo cha kuwanyima haki za kimsingi kama vile uhuru wa kutangamana. Binadamu yote kutembea katika nchi hii ya Kenya 24 hours ni our right. Kwa hivyo tayari wana violate ile katiba ambayo tuko nayo 2010. Kumekuwa na hali ya ubaguzi. Kumekuwa na hali ambayo inaonyesha kwamba wenye wanafaidika zaidi ni wengine na wengine wanaachwa nyuma. Viongozi hao wanataka serikali kupata usawa kati ya masuala ya usalama na haki zao za kikatiba. Fredrick Mutireri, NTV.